Bibi yangu alianguka na kukaa kimya. Nilisikia mama Frenki akimwamsha, "We Mele, embu ita bajaji hapo haraka, huyu asije akafa hapa." "Saa mnampeleka wapi? Huyu kashakufa." "Yaani mama bwana, unaeleza kuchezea au?" Kauli ya Mele ilinifanya niishiwe nguvu, tena kuishiwa nguvu kabisa. Nikajikuta nimepoteza fahamu pale pale. Hapo ndipo tulipoishia katika sehemu ya pili. Sasa tunaendelea na sehemu ya tatu. Langu jina ni Mr. A Romantic kutoka hapa Simulizi TZ. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Sasa tusonge katika mwendelezo huu wa sehemu hii ya tatu. Nilikuja kushtuka tayari umetengwa msiba wa bibi yangu. Ilikuwa asubuhi, tena nipo chumbani nilipokuwa nalala na bibi. Niliamka nikatoka sebleni. Kulikuwa na minong'ono ya watu. Baada ya kutoka, nasikia mama Frenki anawaambia huyo ndo mjukuu wake. Mimi niliwasaidia tu hapa, tusaidie tu kumzika bibi yake. Sikuamini bibi yangu hayupo tena. Sikuamini mimi ndo nimekuwa chanzo cha kifo cha bibi yangu. Nililia sana. Nililia nikiona kama niko kwenye shimo kubwa jeusi, shimo ambalo siwezi kufurukuta ndani yake. Nitaishi vipi mimi bila bibi yangu? Jamani, mbona Mungu mimi hanipendi? Mbona amenisahau mimi na bibi yangu? Kwa nini? Bibi yangu ameteseka mpaka siku anakufa. Sikuweza kabisa kubeba maumivu hayo. Walimzika bibi yangu. Baada tu ya kuzika, msiba haukuwepo tena. Asubuhi mama Frenki aliniamsha niende kazini, yani kwenda kuombaomba. Yeye alisema ni kazini. Sikuwa na pingamizi. Niliingia mtaani. Nilizoea kutembea na bibi yangu kila wakati. Leo natembea mwenyewe. Siku hiyo ilikuwa ngumu sana kwangu. Sikuzoea fimbo yangu. Ilikuwa fupi. Mitaa nilikuwa tayari nishaizoea na ninaijua. Shida nilipata kwa sababu ilikuwa naongozwa na mtu ambaye anaona. Leo nipo na fimbo yangu fupi kabisa, ilinitesa hakika. Siku hiyo sikufanya kazi yoyote. Nilikuwa bado na msiba wa bibi yangu, tena msiba uliokuwa bado mbichi kabisa. Nilikaa barabarani nikalia mpaka jioni, ndo nikajivuta kurudi tena nyumbani. Nilifika nikamkuta Mele, yule binti mkubwa wa mama Frenki. Yeye ana watoto wawili, hana kazi anayofanya zaidi ya kushinda tu nyumbani. "Nipe hizo hela hapa." Aliniwahi kabla hata sijaingia ndani. "Leo sijapata kitu hata." "Hivi wewe mjinga, hujapata kitu? Tunakula nini? Jana hapa hujatoka, leo tena eti sijapata kitu? Mjinga wewe." "Mama, we mama, hembu njoo uje umuone huyu mwenda wazimu wako, kukaa mna okota watu ovyo." Nyo. Mele aliingia ndani wakati mama yake anatoka. Wakapishana mlangoni. "Kuna nini?" mama Frenki aliuliza, huku ananitazama kwa uso wa kujiuliza. "Muulize huyo." Mele alimalizia huku akiingia ndani. Anatupia neno. Mama Frenki alisogea karibu yangu akaniomba pesa. Nikamwambia mimi leo sijapata pesa. Mama Frenki alinivuta masikio yangu huku akiniingiza ndani. "Kwa hiyo tunakula nini leo? Eti tunakula nini?" Alinipiga mno mama Frenki ile siku. Siwezi kusahau. Baada ya kuridhika, alimwambia Mele aende dukani kukopa unga na mboga gengeni. Kesho atalipa. Ulipikwa ugali wala sikupewa. Usiku nilikuwa nimelala. Tumbo langu linauma sana kwa njaa. Sikuwa nimekula tangu asubuhi. Nilisikia dirisha linagongwa. Ilikuwa usiku sana. Nikauliza nani kwa sauti ya chini, maana nilikuwa naogopa. Akaniambia, "Fungua uje uchukue chakula." Yani niliposikia hiyo sauti niliogopa sana. Moyo wangu ulianza kwenda mbio. Mwili wote ulikuwa unatetemeka. Nikajikuta nimekumbuka matukio yote ya Frenki, hata kifo cha bibi yangu. Niliona yeye
ndiyo sababu. Nililia mno mpaka kuna kucha. Hata nguvu sina. Nilikuwa na homa kali. Hata nguvu za kuinuka kitandani sikuwa nazo. Mele alikuja moja kwa moja chumbani nilipokuwa nalala. "We Bianca, wewe. Biashara asubuhi, sio jioni. Haya, inuka." "Siwezi hata kutembea Mele. Tafadhali, naomba leo nipumzike." "Mama, we mama, hebu njoo huku." "Kuna nini?" "Msikie huyo anasema, msikie huyo. Anasema leo anaumwa, hawezi kutembea. Sijui apumzike. Sayo madeni kwa Mangi. Tunalipana nini? Afu leo tunakula nini? Au tunakopa wapi? We naye, hebu nenda na wewe. Mdada mkubwa, una kazi unayoiweza. Hebu na wewe jaribu kuingia barabarani uombe. Uje kuleta watoto wako wale. Si umekaa kuzaa tu ovyo humu ndani." "Bianca, inuka. Twende hospitali." Moyo wangu ulizidi kwenda kasi. Nilijirusha mwisho kabisa wa kitanda. Nilikuwa namuogopa Frankie kuliko hata mnyama mkali. Japokuwa alinitetea, lakini niliona bora Hawa kuliko huyo. Sikutaka aniguse hata mkono wangu. Kwenye moyo wangu, Frankie najua ni shetani lenye mapembe na meno marefu makali mno yanayovuja damu muda wote. "Unamtetea demo wako Haya, tupe wewe hela ya kula. Tena koma kuingilia maamuzi yangu. Wewe mwenyewe hapa na kufuga tu, mbwa wewe." Alinishika mkono kwa kunifuata huko kitandani. "Bianca, naomba unisamehe. Mimi siwezi tena kukufanyia ule ujinga. Naumia kwa kifo cha bibi yako. Bila kufanya vile isingetokea. Naomba unisamehe Bianca. Ule ni ujana wa kijinga niliuendekeza, na ile ni kama adhabu yangu Bianca. Niamini tena. Njoo twende hospitali. Unaoma kali. Ujala tangu jana. Embu inuka." Maneno ya Frankie yalisababisha mimi ndo nizidi kulia. Nililia sana. Yeye alinivuta kutoka kitandani. Mama yake akawa anazuia kuwa hawana hela ya kula leo, lakini Frankie hakuniacha. Alinitoa mpaka nje, akachukua boda. Tulienda kwenye dispensary, nikapimwa, akaninunulia dawa. Tulienda kwenye kefu, akanichukulia chakula. Muda wote alikuwa ananiomba msamaha. Moyoni sikumwamini. Yaani shetani ageuke kwa hizi sekunde mbili, kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Nilikuwa namuogopa muda wote. Naomba Mungu, mizimu ya bibi inilinde. Tulimaliza kula, akanirudisha nyumbani, akanipa dawa, nikanywa, akaniambia niende kupumzika. Basi nikaingia zangu ndani. Mama Frankie sikumkuta, alirudi jioni. Ndo nikajua kumbe hiyo siku alikwenda barabarani kuomba. Alipofika tu alinifuata chumbani, akaniambia kesho nisipoingia kazini nitafute pa kwenda, sio kwake, au niondoke na huyo Frankie akanioe. Mimi hata sikumjibu. Nilihakikisha natumia dawa zangu vizuri. Usiku hawakunipa chakula, lakini Frankie aliniletea tena. Nikala, nikashiba. Mwili niliusikia una nguvu. Ofa za Frankie sikuona kama hazina usalama kabisa. Kwa hiyo akili yangu ilifanya kazi, bora niondoke tu hapa, niende mbali kama bibi alivyoniambia. Ile siku nimeamka nikasema naingia kazini. Mama Frankie alifurahi kweli yani, lakini Frankie alikataa kabisa. Akaniambia kuwa siwezi kuzunguka juani huku bado naumwa. Nikamwambia naweza, hata asijali, dawa zimenisaidia. Akaniambia basi twende wote, maana yeye anaona ataniongoza mimi ambaye sioni. Nilikataa kuongozana naye kwa sababu sikuwa namwamini anaweza kunipeleka kwa wauni wenzake wakanifanyia vibaya. Huu ni mwisho wa sehemu hii ya 3 ya simulizi hii nzuri
ya Mrembo Kipofu. Ni simulizi iliyojaa visa na mikasa, manyanyaso, ukatili na mafunzo ndani yake. Mimi langu jina ni Mr. A Romantiki kutoka hapa Simulizi TZ. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Asante na kwaheri.